kupata medali na baadhi ya zawadi zingine, na Simba juzi tumeona. Kwa hiyo mimi nafurahishwa na hiki kitu, na mpira wetu unazidi kubadilika. Mchezo Morocco Pambana ili aweze kuwepo katika kikosi namba moja. Yani kikosi namba, yani nikisema kikosi namba moja, wale 11 ambao mwalimu anawachagua basi yawepo, na anapokuwepo, anapoperform ndio atakuja kutusaidia pia timu ya taifa. Tumekuona wakati ukicheza Hassan Al Jadidi pale Morocco. Ulikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanatupa sura tofauti sana. Wachezaji wengi ambao walienda kwenye mataifa hayo hawakuweza kufanya vizuri kiasi kile. Ni kiasi ya kwamba mpaka timu yako ikaja kukupa tuzo ya mchezaji bora kama watu watakuwa na kumbukumbu nzuri. Lakini ilikuwa ni kitu cha kustua sana. Msuva huyu ambaye kacheza ligi ya Tanzania. Watanzania hasa kwa wachezaji, unaweza kuwaambia nini? Morocco pale kuna mwalimu yuko pale ambaye katoka katika timu ya madaraja ya chini kabisa. Una ujumbe gani kutoka kwa mwalimu, lakini kwa wachezaji wengine, jinsi ambavyo umeweza kufanikiwa kwenye mashindano, timu ngumu, ligi ngumu, lakini akachipuka Msuva? Kwanza mimi ninaweza kusema kucheza nje sio rahisi watu kama wanavyofikiria, lakini pia ni rahisi ni wewe mwenyewe jinsi gani utakavyojiweka. Lakini kwa upande wa kwangu mimi nilivyocheza Difaa Hassan Jadid, kweli ulivyosema, kuna baadhi ya zawadi niliweza kupata, kuna tuzo za timu niliweza kuzipata, lakini pia kumbuka na mimi pia nilikuwa ni folena wa kwanza kuweza kufikisha goli 39. Nafikiri hiyo kumbukumbu unaweza kawa una. Yaani folena wa kwanza ambaye nimecheza miaka mitatu nikiwa Jadida nimefikisha goli 39. Kwa mpaka sasa hivi hakuna mchezaji ambaye ameweza kuvunja ile rekodi yangu kwa Morocco. Baada hapo ndo nikaenda Wydad, lakini mimi naweza nikasema wachezaji wana nafasi. Kuna nafasi. Sasa hivi ukiangalia pia mwalimu yupo kule, ipo timu kubwa Wydad. Na ukiangalia timu iliyotoka huku haina ukubwa, lakini timu iliyoenda na ukubwa. Kwa hiyo yuko kwenye under pressure. Mimi nilishakutana naye mwalimu timu ya taifa, niliongea naye na akaniambia, na mimi nikampa kila kitu cha pale jinsi kilivyo. Nikamwambia tabia zao, jinsi walivyo, jinsi gani kuishi nao. Amesema kweli kuna baadhi ya vitu nimeviona hata nafika. Kwa hiyo mimi naamini mwalimu hatoniangusha mimi na hatowaangusha Watanzania, hatoiangusha familia yake. Na mimi natapambana kwa changamoto ambazo tulizokuwa napitia. Nimemwambia wewe endelea kupambana nazo. Kuishi na Waarabu sio rahisi hivyo, kwa sababu uko pale kwa sababu ya kazi. Wewe fuata kazi yako, hayo mengine ambayo yanaendelea nje utaki kudili nayo. Ukisema udili nayo huwezi kucheza. Lazima utaomba tukurudi kwa matatizo ambayo wako nayo. Sio makubwa hivyo, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo ni binadamu na wao. Kwa hiyo kikubwa tu mwalimu yuko pale apambane, na pia na wish pia nimuone kuna mashindano makubwa ambayo Aziz Ki ameenda naye amesajiliwa juzi. Kwa hiyo itamsaidia yeye na itaisaidia familia yake na Tanzania kwa ujumla. Umegusa sehemu nzuri sana. Kuna tetesi pia zinamhusisha Mzize kwamba huenda akaenda Misri, Zamalek na maeneo mengine, lakini Zamalek ni mazingira ambayo tunazungumzia kaskazini. Kwa upande wako, endapo kama bahati wataipata, ni mtazamo wako upi kwa Mzize ili kuweza kufanya vizuri kwenye mashindano haya? Ametoka kwenye klabu ambayo umetoka wewe, picha unaifahamu ya ligi ya kaskazini na vitu kama hivyo. Mimi nafikiri sio Mzize tu, yani natamani wachezaji wengine tofauti, ila kwa sababu mmegusia Mzize, na hata Mzize pia mimi pia nakutana naye pia timu ya taifa huwa naongea naye. Na mimi napenda wachezaji wengi wakija timu ya taifa akikutana na kama mimi, wakikutana na Samata, wakikutana na Inidi, wanajitahidi kuongea na sisi vizuri, wanataka kujua kwamba mlifikaje hapa. Wanauliza kiukweli, yani siwe muongo, wanauliza. Na Mzize ana nafasi kubwa. Ana nafasi kubwa, timu yetu amefanya vizuri Tanzania. Mimi kwangu mimi kwa upande wangu nasema inatosha. Hata kama viongozi wangu wananisikia, Mzize anatakiwa tu sasa hivi akapate changamoto nyingine nje. Yani ana uwezo wa kucheza sehemu yoyote. Ana power, strength, yani kila kitu anacho yule. Mimi naamini akienda kucheza atabadilika zaidi ya vile alivyokuwa. Anaweza kajiona yuko sawa hapa kwa sababu kishamaliza. Sasa anatakiwa aende akapate changamoto nyingine ambayo itamjenga zaidi ya vile. Bwenzi alishaye kusema kwamba wewe unazungumza naye sana. Bwenzi, hebu kidogo comment, ni kijana ambaye ametoka na safari. Tuachane na mambo ya Bwenzi, nani kama kuna baadhi ya mechi, japo kipindi kile nilipata yale matatizo, sikuweza kuendelea mpaka wanachukua kombe. Lakini kwa upande wangu naweza nikasema haya mashindano, na hata ukiangalia vilabu tofauti, utofauti ni labda maandalizi tu. Inawezekana maandalizi ya timu za Morocco na maandalizi ya timu za Tanzania inawezekana kuna utofauti mdogo tu, lakini kila kitu ni kile. Yani ninachokisema hapa kwamba maandalizi ya kule na huku kuna utofauti, inawezekana kama mdogo, lakini mimi naamini kwa mpira wetu ambao unachezwa sasa hivi, ukiangalia na miaka 6-7 nyuma kuna utofauti mkubwa. Hata ukiangalia hata sponsors wapo wengi sasa hivi.
hata nyewe waandishi mmekuwa wengi. Kipindi cha nyuma walikuwa wapo, lakini kiukweli niseme ukweli, sasa hivi mpo wengi na mmejitahidi. Kila sehemu tukio linapotokea mnakuwa mnaacha kazi zenu mnakuja. Kwa hiyo mimi pia ningesema nawashukuru na nyie pia waandishi kwa kazi ambayo mnaifanya. Ya, hiyo inawezekana wakawa wana ushawishi mkubwa, kwa sababu ukiangalia wenzetu bwana wana mbinu nyingi kwenye mpira. Mimi siwezi kuzizungumzia hizo kwa kiufundi zaidi, lakini ukiangalia matukio mengi yanayotokea kwenye mambo ya mpira yanajirudia. Kikubwa wana ngazi za juu wanaofahamu wao ndio wanaweza kufafanua, lakini sisi ambao tunaangalia, mimi ambaye ninacheza siwezi kuzungumzia chochote. Mimi kikubwa kazi yangu ni uwanjani, basi kitakachofanyika pale sinafu kinatosha. Nimalizia kwa wewe ni senior player ambaye umepita nyingi sana. Ushauri wako kwa vijana ambao ni promising talent. Ya, kikubwa ni mimi ningependa, kama nilivyosema mwanzo, mimi ningependa wachezaji kama wanapata ile opportunity ya kuanza kutoka nje, itatusaidia sana wachezaji wote kwa pamoja na itasaidia nchi. Kwa sababu gani? Tusiweke ile kila siku kwamba mimi nacheza Yanga, nacheza Simba, nacheza Azam na timu zingine. Tujaribu kuwa na, mimi nimeondoka Yanga nilikuwa na mkataba mwaka mmoja. Ilikuwa sio rahisi kipindi kile kutoka, lakini niliweza kutoka kwa sababu nilikuwa na uhitaji. Kwa hiyo mimi ningependa kuwaona wachezaji wenzangu wana ule uhitaji wa kutaka kutoka. Sio kutoka kwa sababu ya fedha, ile kutaka kutoka kwa sababu ya maendeleo ya nchi na yeye mwenyewe pia. Na kuhusu fedha hiyo nafikiri ni yeye mwenyewe binafsi na mkataba wake atakaoingia nao, kwa sababu hiyo itakuwa siri yake yeye na baina ya club. Msuva, umezungumza vizuri sana hapo, lakini kuna wanasema lazima uchonge barabara njia. Wewe kama mchezaji mkubwa, tumeona kwa Samata kampa support sana Kevin John mpaka amefikia pale. Watu wanamuona Msuva pengine pia anaweza kana msaada hata kwa hii ambao umepewa nafasi kwenye Safari Cup. Inawezekana pia ukaona vijana ambao unatakiwa uwapush kwenda kwenye timu zingine. Hatujamuona Msuva akipush upande huo kwa kumchukua kijana au academy apeleke watu huko, au iko kwa siri, au tuambie mpango wako ukoje? Hivi viko sana kwenye management yangu, siwezi kuviweka sana wazi, lakini hicho ulichokiuliza na kitu kizuri pia, kwa sababu pia kumsaidia mchezaji pia sio siri. Umeona kumsaidia mchezaji kumtoa sehemu fulani kumpeleka sehemu fulani sio siri. Ila kuna wengine ambao tunaweza tukawasaidia kwa njia ya simu. Yaani ile connection kwamba kiongozi anaweza kukuuliza au coach anaweza kukuuliza akafika kupitia wewe. Ile nao pia msaada tosha. Sio lazima umchukue umpeleke. Kwa hiyo mimi nafikiri hiyo swali lako ni zuri. Kwa hii nafasi ambayo nimepata natakiwa niitumie kweli kuweza kuwasaidia vijana. Kama hivyo umeona kuna mikoa ambayo wame-mention hapo kama 4 hivi. Mimi nitafanikiwa kwenda Mwanza. Kama nitafanikiwa kwenda mikoa mingine pia tutaona vipaji, lakini sasa hivi naanzia Mwanza. Mimi naamini tutapata vipaji ya Mungu mengi. Vipaji vitakavyopatikana, mimi kwa sababu nipo miongoni mwa hii timu yangu ya TBL, naamini kitatokea kitu. Haijalishi mchezaji mmoja, wawili, watatu, lakini hii ni mipango ya Mungu. Kwa hiyo tumweke Mungu mbele, chochote kinawezekana. Tunazungumzia kuhusiana pia na ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu hao vijana ambao watakwenda kupatikana huko itakuwa ni chanzo cha kuingia kwenye ligi kuu. Tumeona kuna baadhi ya wachezaji wameshaingia tayari. Lakini kwa sasa hivi tunaona kuna namna ambavyo kumekuwa na ukuaji mkubwa sana wa ligi yetu. Tutaka kuzungumzia sasa hivi kwamba Simba na Yanga wanashiriki mashindano. Sasa sio waoga tena kwenye timu za kaskazini na vitu kama hivyo. Kuna ongezeko kubwa la wachezaji wa kigeni. Wakati ukiwepo unacheza, namba ya wachezaji wa kigeni ilikuwa ni chache. Sasa hivi imekuwa ni kubwa. Unafikiri au wachezaji ambao watapatikana watakuwa na urahisi wa kuingia kwenye timu hizi wakati namba ya wachezaji kutoka nje imekuwa ni kubwa sana sasa hivi? Mimi nafikiri inawezekana. Ni mchezaji mwenyewe tu jinsi gani anavyo. Unajua sisi kazi yetu kuna baadhi ya vitu tunatakiwa tuvijue. Kwamba ndio maana nasema hata wa TBL sio kwamba tu kazi yao wao ni kuangalia vipaji, lakini pia hawa wapo pia kwenye engo ya elimu, yani kuelimisha wachezaji wanatakiwa nini wafanye. Kwa hiyo mimi nafikiri wanapopata nafasi ya kwenda kucheza ligi kuu, nafasi inapatikana. Okay, mimi nilikuwa nacheza kipindi cha miaka kadhaa nyuma iliyopita. Wachezaji wa kigeni walikuwa hawazidi 6. Nafikiri walikuwa 5 au 6 hapo. Wachezaji wa nyumbani loko walikuwa wanapata nafasi ya kutosha. Nimeelewa swali lako kwa sababu sasa hivi ukiangalia wachezaji wa kigeni wapo wengi zaidi ya 10. Ni mtihani, lakini
hii pia ni chachu pia kufanya wachezaji wa Kitanzania wasibweteke. Nafikiri pia hiyo ni upande sana wa TFF, sitaki kuingilia chama chetu cha mpira, lakini mimi na kwa upande wangu nikasema kwamba hii ni chachu kwa wachezaji wetu wa Kitanzania wazidi kufanya mazoezi ya kutosha na kujua kwamba sisi tuko kwenye nafasi mbaya. Nikisema nafasi mbaya kwa sababu wachezaji wa kigeni wanakuwa na thamani.